tumesikia mara nyingi neno na mtumishi wa Mungu leo amezungumza kwenye utangulizi. Kwa hiyo sio ujumbe mpya masikioni mwetu, ni mara nyingi tumesikia hili neno. Sasa kuna kitu ambacho tulikizungumza juzi kwenye ibada ya jioni, kwa habari ya kuhakikisha unatenga nafasi na muda kwa ajili ya Mungu, kukaa naye na kuzungumza naye. Na wengi waliofanya hivyo Mungu aliovusha na kuwapeleka viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tunaenda mbele kidogo. Nataka tuzungumze kwa habari ya ibada katika madhabahu inayoitwa moyo. Ibada katika madhabahu inayoitwa moyo. Ziko madhabahu nyingi sana, na kila madhabahu ina nguvu yake kwa wakati wa kwake. Kuna madhabahu zilizojengwa kwa mikono ya wanadamu na Mungu akazipa kibali zikahudumu kwa ajili ya kazi yake, na ziko madhabahu ambazo hazijawahi kutengenezwa na mtu, zote zinaumwa kwa wakati wake. Kwa hiyo katika madhabahu nyingi unazozifahamu, kuna madhabahu inaitwa moyo. Moyo wa kwako, mara pengine imeitwa nafsi, ni madhabahu ambako Mungu huwa anakutana na wewe kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka tuone kwa habari ya ibada inayofanyika huko, na kichwa kidogo kinazungumza kwa habari ya thamani ya ibada katika madhabahu ya moyo. Thamani ya ibada inayofanywa kwenye madhabahu inaitwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anajibizana na mwanamke pale kisimani kwa habari ya wapi kwa kuabudu. Anasema, ninyi Wayahudi mnasema tukaabudu Yerusalemu. Maana katika madhabahu iliyojengwa Yerusalemu, ambako ndiko aliko kuhani mkuu, lakini baba zetu walisema kwamba tuabudu katika mlima huu wa Yakobo. Yesu akasema kwamba muda umefika ambapo inabidi ibada halisi ihame kutoka madhabahu ya Yerusalemu na kutoka madhabahu ya mlima huu ihamie katika moyo wa mtu. Tumejitambulisha, mimi Mluteri, mwingine sio Moraviani, mwingine Roman Katoliki, mwingine MTG. Hizo ni madhabahu. Mwingine mdadilijitia amejitambulisha hapa, sisi ni madhabahu. It's fine, zina kazi yake. Lakini kuna ibada ambayo Mungu anaitamani, ibada isiyofungamanishwa na mazingira, ibada isiyofungamanishwa na mtu, ibada ambayo haina kisingizio, ile ibada ambayo ipo katika moyo wako, ambayo kuhani ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko hivi, tuangalie mambo kadhaa. Kila unaolifanya ni ibada, aidha unajua au hujui. So long as unafanya jambo, kama ni jema, Mungu wa wema atalipokea, litahesabika kuwa ni ibada kwako. Kama ni baya, Mungu wa ubaya, shetani atalipokea na litahesabika kuwa ni ibada kwa shetani, hata kama upendi. Na kila Mungu unayempa ibada yako huwa ana tabia ya kuimpact maisha yako, akikupa vile vilivyopo kwake. Kwa kama ulimfanyia ibada shetani, katika zina yako na nini? Kuna uharibifu, kuna wizi, kuna washirati, kuna fisidi, hata kuzawadia alivyo navyo. Na kama ni Mungu wa haki, Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka wa Yakobo, naye kwake yeye atakupa vilivyoko. Ni Mungu mwenye upendo, ni mwenye huruma, ni mwenye fadhili, ni mwenye uvumilivu, atakupa vilivyoko kwake. Kwa vile anavyokupa huwa vina impact maisha yako. Kwa tunavyokuona katika maisha yako ya nje ni matokeo ya kile ambacho Mungu unampa ibada ni kuzawadia. Kwa ni vigumu kusema jamani, mimi namwabudu Mungu wa kweli, na wakati maisha yako ya nje hayaendani na vilivyo kwa Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ni vigumu kusema mimi ninamtumikia Mungu wa kweli,
na wakati unaviona kwa nje vinaonesha unamtumikia Mungu wa nini. Okay. Kulikuwa na ile kesi ambayo wanafunzi wa Yesu walipita sehemu wakachukua masuke wakala bila kunawa. Wanasema, Yesu, mbona watumishi wako wanafunzi wako wanakula bila kunawa? Akasema, kinachomwingia mtu hakimti nini? Kwa sababu gani? Kinaenda wapi? Chooni. Isipokuwa kinachomtoka mtu. Akasema, maana ndani ya mtu mnatoka nini? Akina vitu mbalimbali. Aliovitaja ni karakta za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio kidogo tusome mbele kidogo. Kwa hiyo ukitaka kubadili jambo lote katika mfumo wa maisha yako, badilisha ibada yako kwenye eneo. Ukitaka kuboresha jambo lolote kwenye maisha yako, boresha ibada yako kwenye eneo. Okay. Ibada yako imebeba tafsiri ya hatua zako. Kama ibada yako itakuwa inapelea kwenye eneo fulani, hata kwenye maisha yako yote kunapelea vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tuendelee kidogo. Ili ibada iweze kufanyika, inakuhitaji upate kuwapo wewe ambaye ndio kuhani wa ibada. Naongea ibada katika madhabahu ya moyo, si ndio? Achana kanisani kwako. Uwepo wewe ambaye ndio kuhani. Tumeelewana? Wewe ndio nani? Kuhani. Hauna wa kumsingizia kwamba tumejiunga kuwa vizuri. Ni wewe. Kwa sababu ili kuingia patakatifu kuhani ilikuwa lazima ajiandae mwaka mzima ili aende kwa ajili ya watu wengine. Lakini mara baada ya pazia kupasuka, ni kwamba ulipewa access ya patakatifu. Wewe ukiwa kuhani, alikwenda kwa damu ya mnyama. Wewe unaamua uende na damu ipi, lakini iko damu ya Yesu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia inabidi Mungu awepo. Lakini lazima kwa madhabahu ni moyo wako, na lazima iwepo sadaka. Hakuna madhabahu ambayo unaingia bila sadaka. Okay, labda tutoe mfano hapa. Yesu Yesu alienda kutoa sadaka kama kuhani mkuu, mfano Melkizedeki, sadaka ya damu yake kwenye madhabahu inaitwa msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisimama kwenye madhabahu inaitwa msalaba ili Yesu kama kuhani mkuu aende na sadaka inayoitwa damu yake ili ifanye ukombozi kwa ajili yako. Tumeelewana? Kwa hiyo inamaanisha nini? Ili ibada ikamilike, lazima wewe kama kuhani uende kwenye madhabahu inaitwa moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na sadaka ambayo ni damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna theolojia ngumu sana hapo. Tuongea wakati mwingine. Kuna kipengele nataka niende mbele zaidi kwa habari ya thamani ya ibada. Kwa hiyo Mungu wetu ambaye anafanyia ibada kupitia madhabahu ya moyo yuko mahali popote pale. Mungu yuko mahala popote pale. Kwa hiyo ili uweze kumaccess mahala popote pale, ni lazima madhabahu ya moyo wako ipate kuwa salama. Kuna saa imefika ambayo saa ni sasa ambapo wanaoabudu halisi hawatategemea mchungaji Kandonga, hawatategemea Pastor Tiko, hawatategemea madhabahu ya Lutherani. Watatengeneza kwanza madhabahu za mioyo yao, ili kwamba mara Tiko hayupo, Mungu yupo, watakuwa makuhani wao wenyewe. Kuna kitu ambacho watu hatukijui. Unajua kinachoendelea sasa hizi ni movement ambayo Mungu alishaileta kwa ajili ya kanisa la Afrika Mashariki. Ilianzia Afrika Magharibi, Mungu akaita upepo wa vijana kumchangamkia Yesu. Tumeelewana? Na anakuambia wazi, huu ni uamsho wa wakati, utakoma. Nimesemaje? Utakoma. Na yule ambaye alikuwa amejiweka tayari kwenda nao atapita nao. Aliyekuwa amekaa na subiri wanakoelekea wenzake atadua hadi kipindi upepo umekoma. Lakini Mungu anakoenda saizi anaondoa ule uamsho watu kukusanyika pamoja. Anataka watu waimarishe madhabahu za mioyo yao binafsi, ili kipindi uamsho huu utakapokoma, mtu binafsi abaki salama.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mwaka jana Mungu ambaye kitafakarisha zaidi kwa habari ya mtu binafsi kutumia fursa tulionayo saizi ili kuimarisha madhabahu yake binafsi. Kipindi uamsho wa kundi utakapokoma, yeye awe na uwezo wa kutembea na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu yuko mahala popote, hafungamanishi na mahala popote. Kama Yona alikutana na Mungu ndani ya tumbo la samaki, sembuse chumbani kwako, sembuse ofisini kwako, sembuse chooni. Umeingia chooni, unaanza kujisaidia sasa, unasiamba uzauza, hauelewi nguvu za kuishia. Yesu, mwambie Yesu njoo. Mpaka nile kwa mchungaji tiko yani nilikuwa chooni nguvu zikanishia. Kwa hiyo nilisubiri nikwambie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Natamani tumekuja katika Roho Mtakatifu. Kangana Mungu aimarishe madhabahu ya moyo wako, ili kipindi neema ya uamsho kikoma ubaki salama, utembee na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiwe unaweza kukwamisha madhabahu ya moyo wako isifanye kazi au usiweze kumuona Mungu, ila Mungu yuko mahali popote pale. Sikiliza, Adam na Eva walipomwasi Mungu alishuka kuwahudumia kama alivyokuwa anafanya kila wakati njiani, lakini bahati mbaya hawakuwepo. Akasema, Adam uko wapi? Sikuoni ibadani, kuhani wa ibada. Nimekuja nipokee ibada kwako, sikuoni. Mungu alikuwepo, lakini Adam hakuwepo. Leo hii Mungu yuko mahali hapa, anataka apokee ibada ya kwako, lakini akichungulia anakuta uko zako Mbagara, tangi bovu, unauza matembele. Akichungulia anakuta uko zako unahubiri injili wapi? Oya, sio muda kuhubiri injili, ni muda wa kuzungumza na Mungu wako, apokee ibada ya kwako. Kwa hiyo mkao wa kumpa Mungu ibada. Sio kwamba Mungu alikuwa muone Adamu, alimuona amejificha sehemu. Anamuuliza uko wapi? Anasema, sikuoni kuhani kwenye ibada, sikuoni madhabahuni. Sikia, madhabahu ikiwa chafu pia utashindwa kumwakisi Mungu. Mathayo 5:8 inasema hivi, ni heri wenye moyo safi, maana watamwona nani? Bwana. Ili umuone Bwana ni lazima madhabahu ya moyo akapate kuwa safi. Ikiwa contaminated hautamwona Bwana. Kwa shida sio Mungu kwamba hayupo, Mungu yupo, isipokuwa madhabahu ina nini? Ina shida. Lakini pia inawezekana sadaka unayoitoa ikawa na changamoto, ikaharibu ibada yako. Kitabu cha Mwanzo 4:3-7 kinaongea kwa habari ya Kaini na Abeli. Kaini alitoa vilivyo vidhaifu, sadaka iliyo nini? Dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Na haikupokelewa. Kwa hiyo Mungu alikuwepo, madhabahu ilikuwepo, lakini sadaka iliyotolewa ilikuwa nini? Ni dhaifu. Kwa hiyo watch out about your madhabahu. Angalia kwa habari ya sadaka, lakini hakikisha upo kwenye ibada. Ukikaa vema kwenye nafasi yako, hakuna anayeweza kuzuia ibada yako. Ukikaa vema kwenye nafasi yako, hakuna anayeweza kuzuia ibada ya kwako. Ukiona sehemu ibada yako imekwama, shida sio mchungaji, shida sio mhubiri, shida sio kwaya, shida ni wewe mwenyewe kwenye ibada. Nasema, mtumishi nakuaje tena? Okay. Ni mara nyingi tumeenda kanisani, alafu nasema, jamani ibada yani sijabarikiwa kabisa, sijabarikiwa. Yani mhubiri alikuwa anasimulia story nyingi. Yani unipotezea muda bure. Oya. Yani wewe umetoka nyumbani kwako, umeacha usingizi asubuhi ili ukamsikize mhubiri. Mimi nachoamini, asubuhi mwambia Mungu, mwanao ninaenda kanisani, ninaenda kukutana na wewe. Kwa hiyo ukienda kwa namna hiyo, ukiingia kanisani, hata kama mhubiri atakuwa anahubiri pumba, hapa katikati Roho
Bwana Yesu asifiwe. Huyu mchungaji anatoka wapi? Wewe ndiwe kuhani kwenye ibada yote ile. Ukisimama kwenye nafasi yako kama kuhani, hapa katikati kuna distraction. Roho Mtakatifu anabadilisha distraction, zinakuwa ni supporting tools za kufanikisha ibada yako na Mungu, kwa sababu Mungu anathamini sana ibada ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ipe thamani ibada yako ili ikusaidie kimaisha, na hili ni lazima uwe serious wakati wa ibada. Watu wengi tuko ibada lakini hatuko serious. Umetenga muda saa 10 itakuwa naomba, umeenda kuomba, simu yako iko on, message ile ingine unafungua message, unasoma friend yako, baba katika jina la Yesu rekenda rabashanda, unasikia kengenge, atakuwa tiko labda analipa prayer point. Jesus. Watumishi wa Mungu, naomba nikae kidogo. Hebu tuzungumze kidogo kidogo, sio? Unaenda kwenye ibada, sio? Na kwenye ibada umemwambia Mungu, leo nina mfungo, nimefunga niongee kwa habari ya pointi fulani. Au Mungu unaenda kanisani kutana na wewe, umefika ibadani, alafu message inaingia, unaanza kuscroll. Tafsiri yake ni nini? Okay, Mama Tiko, una watoto wako pale, akina nani? Jordan na nani? Umemwita Jordan, Joe amekuja hapo, unampa maelekezo, yeye yuko busy na nini, ile tablet sio nini, unafanyaje? Kwa sauti asikie nini? Ongea kwa sauti. Mama akiafrika anasa kibao. Okay. Ni baraka tuko ibadani, lakini tuko busy na simu zetu. Ni baraka. Tuongee ukweli. Ana rekodi hivi. Baada ya kusifu na kuabudu naendelea, tuna rekodi. Watumishi Mungu. Yaani Mungu ameshuka na malaika zake na ufalme wake, wameacha mbingu na enzi, kwa sababu kema anasema, Baba nakuabudu na kuhitaji, njoo tuzungumze. Alafu katikati ibada, yaani Mungu anakusubiri uchati mwende na ibada. Katikati ibada simu inaita, halo, sasa bwana, yale mayai tray 2 usipeleke, nitakuletea, niko ibadani, subiri kidogo, niko ibadani. Unarudi na kanisani. Yaani Mungu asubiri kupokea simu, urudi umkute pale pale anakusubiri. Who are you? Kwamba anadhiki sana ibada yako, kwamba amekaukiwa. Kumbuka ana malaika maelfu na maelfu. Who are you? Mungu aturehemu. Thamani ibada yako. Kuna mtu anavuka siku ya leo. Kemo amesema nitamzaba kibao. Kuna watu mmezaba kibao na Mungu, amjui mmezaba kibao na Mungu, kwa sababu kipindi anakuhitaji, kipindi ameshuka ajili yako, umekuwa uko busy na mambo mengine. Kama kuna eneo inabidi tukombolewa, tumshauri kwenye siku, muda wa ibada, simu off, simu kindege. Katikati ibada, unajua mtu asoma neno, kwa hata sio neno. Baby, mambo, baby samani, unajua niko ibadani. Okay. Niko hivi. Tumesemezana. Kuna mtu amedaka na atavuka. Ambaye hajadaka, shauri zake. Kuna kibao kinakuja. Maana hauna cha kujitetea. Lazima uweke sawa madhabahu yako ya moyoni. Heri yenye moyo safi watamwona Bwana. Mithali 4:23 anasema, linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Maana yake madhabahu ya moyo wako isipolindwa, ni rahisi shetani akaweka vya kwake, chemchemi ikatoa uharibifu baada ya kutoa uzima. Lakini pia fanya moyo wako kuwa ni moyo wa ibada. Umetunza watu kwenye moyo wako, umetunza biashara kwenye moyo wako, umetunza madeni kwenye moyo wako, umetunza disappointment, kuumizwa, misiba, vitu korokoro. Kuna vikorokoro vingi.
kiasi kwamba ukipiga magoti kumwabudu Mungu baada ya kumwona Yesu msalabani, unamwona unamdai pesa. Tumisha Mungu, thamani ya ibada yako. Kama moyo wako ukishibishwa na masumbufu ya dunia hii hapa, usitegemee kuona faida ya ibada kwako. Tumekuja mahali hapa, tumeacha vyote, ni neema ya Mungu. Kuna watu iko nao mwaka juzi, mwaka wao wameshafariki, siwataji majina. Tulikuwa nao mahali hapa, tunakupa neema kwa sababu gani? Anasema hivi, alipopita kwenye mtini akatafuta matunda, hakuona, akasema huu mtini ukauke. Akasema naomba usiukaushe, nipe nafasi hii niuwekee samadi, niuwekee na maji, mwaka nikosekana matunda uondoe. Labda ni wewe, alipita kuona matunda na Yesu akasema Mungu simuondoe Flavia, mbakize kwanza, nimtilie mbolea, nimpeleke kwenye mlima wa kule Nguzo Kempu, nimpeleke huyu kitiko Nguzo Kempu, nikamwekea na mbele samadi, labda atabadilika, upate matunda kwake. Who knows? Hii neema iko kwa ajili gani? Who knows? Na najua. Unajua mimi nafuata kanuni za usalama barabarani. Aliyekwambia wanagonga barabarani wanafuata kanuni nani? Mimi nafuatia diet. Aliyekwambia wanaondoka ambao wafuata diet nani? Umeachwa uje Nguzo Kempu ili kukujenge upya. Akupe kitu anachotaka kufanya kwa maisha yako. Unajua ni useless kwenye ibada, lakini Mungu ana kitu cha kwako. Haujui thamani yako mbele za Mungu. Haujafanya kazi ya Mungu bado. Amekuja akunoe mahali hapa. Anataka mzungumze wote. Acha kufikiria madeni. Acha kufikiria kodi ya nyumba. Acha kufikiria mpenzi aliyekuumiza. By the way, yuko mpenzi Yesu asiweza kuumiza wewe. Amen. Mtumishi hujui tu wewe. Maisha yangu mimi magumu, wewe hujui tu. Nani mwenye maisha magumu kama Sara kwa Ibrahim? Anayemwambia mume wangu lala usigeri wangu tupate mtoto. Ndio ifedhea. Mimi unaweza kumruhusu mume wako lala usigeri wako? Hivi unadhani kwa kitu chepesi? Sara kumwambia Ibrahim lala na usigeri. Ni kitu chepesi? Umefika hiyo point. Mtumishi hujui tu. Oya. Umefikia point ya Ayubu. Anasema nilizaliwa uchi, nitaondoka nini? Sina kitu. Mungu amekuleta mahali hapa ili kuandae. Mpatie ibada. Wewe ndiwe kuhani kwenye ibada. Wewe kuexist mahali ulipo. Wewe kuexist mahali ulipo. Kifursa. Mahali ulipo. Aidha kwenye ndoa. Ndoa yako bado ipo, haijavunjika mpaka leo. Labda kwenye biashara yako ipo, haijaporomoka mpaka leo. Cheo ulichonacho kazini kwako, mara wewe kuexist mahali hapo, kumefungamanishwa na ibada unayoitoa kwa Mungu. Yaani ibada yako ndio uwepo wako. Ukitaka uone unaporomoka mara ulipo, punguza ibada. Usiseme mimi najua mimi ni mndali, najua kunyenyekea. Aliyekwambia ndoa za wanyenyekeaji zivunjike nani? Wewe mtumishi haujui. Mume wangu mimi ni muombaji. Aliyekwambia ndoa za ambao wanaomba zivunjike nani? Amina. Tunaongea mtumishi Mungu kubwa kama akina nani? Nani? Watajeni majina deni, si ndio? Hata Pastor Christy ipata shida. Ambao wanakesha madhabahuni. Wewe kuwa salama ni neema ya Mungu. Mpe Mungu ibada. Usisingizie utaalamu wako wa kumwombea mume wako. Mimi nabusu kila asubuhi. Anayekabisa kwa busu ni nani? Utabusu nenda kubusu huko vichakani. Oho. Kemo sikia. Shetani akitaka kukuangusha maana ulipo, lazima kwanza apige ibada yako. Jesus. Naongea tena. Shetani akitaka kukuondoa mahali ulipo kwenye nafasi ambayo uwepo wako unampa Mungu utukufu, ni biashara, ni kampuni, ni ndoa, ni familia, whatever you can mention, ili aweze kukuondoa, kabla ya kuondoa ni lazima kwanza aitaki ibada yako. Watu wanielewe. Iko hivi. Adam hakuweza kuondolewa kwenye bustani
kabla ya ibada kuondolewa. Shetani alipiga kwanza ibada yake na Mungu. Alipofanikiwa kutandika ibada, pup, kwisha habari yake. Watu wanielewe. Labda nikwambie hivi, kama kuna vita ngumu kwenye maisha yako ambayo inabidi upambane kwa nguvu zako zote, ni kulinda ibada yako na Mungu. Amina. Uamsho utapita. Kuna kipindi ama kusanyika yatavunjwa. Tiko yatavunjwa. Utake usitake yatavunjwa. Hamna kutandika tena hivi. Mnakumbuka wakati wa corona? Hata hiyo online haitawezekana. Hadi uwe na chapa. Jesus, Mungu turehemu. Ni nyakati ngumu sana kwa kanisa. Lakini lazima tupite ili Yesu apate kuja. Kuna mbegu Mungu anapanda ndani mwako jioni ya leo ya kutunza wakati kama huu. Nikupe mfano mchache afu tuingie kwenye maombi. Sikiliza. Kitabu cha Danieli mlango wa 6. Mstari wa kwanza mpaka 20. Sitasoma mstari yote. Danieli mlango wa 6. Soma mstari michache tu. Danieli mlango ule wa 6. Mstari wa kwanza mpaka 28. Tutasoma mstari wa 3 na 4 kwanza. 3 na 4. Biblia imeandika hivi. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, na kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mstari ule wa 4. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa sababu ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala alikuonekana kosa wala hatia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu kwa habari ya Danieli kwamba Danieli aliingia katika mfumo wa ufalme wa Kaldayo kupitia Mungu. Alitengeneza msingi wake kupitia Mungu. Ndio maana walikataa kujishibisha kwa chakula cha mfalme, ili kuimarisha madhabahu yao ya ndani. Kipindi wakimuita Mungu kwenye ufalme, Mungu apate kudhihirika. Na Mungu aliheshimu sana hiyo nafasi. Ilifika hatua kwa sababu ya nguvu ya Mungu kwenye madhabahu, Mungu aliwainua akina Danieli, wakapata kibali, wakapewa nafasi za juu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho wanaoabudu miungu iliwakera, iliwaumiza, iliwafedhesha, wakawa wanatafuta nafasi ya kuweza kumuondoa Danieli kwenye hizo nafasi. Wakamletea rushwa, wakashindwa. Wakamtega na kabiti karembo, wakashindwa. Wakamletea uchonganishi dhidi ya mfalme, wakashindwa. Wakasema huyu hatuwezi kumpata sehemu nyingine isipokuwa kwenye sheria ya Mungu wake. Ni sheria ipi? Sheria ya ibada. Kuanzia leo mtu asiabudu Mungu mwingine kwa siku 30. Abudu kwa habari ya mfalme. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini ibada? Kuna mtu anavuka leo. Kuna mtu anavuka leo. Kuna mtu anavuka leo. Tiko. Unakumbuka ile kesi ya kazini kwako? Reba shanda la basaka. Yes. Atasema kitaka kusema wakati mwingine. From nowhere. Bosi anaweza kuingiza kichwa chake kwenye ibada ya kwako. Unajifuna fanya ibada bwana. Okay, kesho Jumapili njoo kwenye kazi. Tukasema mtumishi ya. Mimi nitaacha hii kazi. Naambia wewe usijibu kwa hasira. Tulia kwanza. Kwa nini wasikupe tu wewe bwana ondoka kazini kwetu? Wanakuambia ibada kwanza. Kazini kwako, kwenye biashara yako. Kuna binti mmoja na Salina. Yule binti anafanya kazi kwenye shule ya kanisa. Sitaitaja, kama ni dhehebu lako wewe. Hapo Morogoro, iko hapo mbele. Ikapitishwa sheria ya kwamba
kuanzia leo tukimaliza ibada hamuna kusali sala ya Bwana, ambao toka unaanza kazi ni miaka na miaka lazima waisali sala ya Bwana ukimaliza ibada. Oya, ile vita imepigwa ikatoka kazini kwake ikaenda kwenye familia yake anakoishi, akafukuzwa nyumbani, akaenda kupanga, ikahamia kanisani kwake, akastopishwa kuhudumu kwenye fellowship, akaisha vikao na vikao. Nazungumza ni mfano hai. Hasa nauliza, sala ya Bwana inachukua dakika ngapi? Baba yetu ni mbinguni, jina lako litukuzwe, dakika hata 2 haziishi. Ila matangazo nusu saa. Binti akanifuata, mtumishi nifanyeje? Mimi hapa Morogoro ni mgeni, naishi kwa watu. Mzee amenikalisha kwenda kuishi kwamba kama ataendelea kukaidi, maana kesi kafika nyumbani. Ile kazi alipata connection. Mkurugenzi wa shule tunasali naye pale. Kwa aliombewa aende. Nifanye sasa wewe. Wanakuambia acha kusali sala ya Bwana, uendelee kusali. Kwa hiyo ilikuwa akimaliza tu wanaposema amen, yanaanza baba yetu ni mbinguni, wengine kwa kimya. Akasali mpaka mwisho. Siku ya kwanza, wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza, miezi 6. Amegoma. Kwenye fellowship akastopishwa kuhudumu. Nyumbani akafukuzwa. Tumeelewana? Akaenda kupanga, hajui aanze vipi maisha. Ninapokuambia maisha yake ni matamu sana. Ni matamu mno. Danieli alipojua kwamba hao hawajui Mungu alileta mahali hapa, kwamba hii kazi sikupata kwa bahati mbaya, alifungua milango. Akapigwa kutwa mara 3 kama kororo kwini. Asubuhi yumo, mchana yumo, jioni yumo. Asema wewe ni Mungu uliye mwema. Mungu wewe ni ushindi wangu. Mungu wewe ni wokovu wangu. Pokea ibada ya kwangu. Mungu alimtetea. Hiyo hofu inatoka wapi? Sikiliza, ibada ya kwako. Tumgeni Mordekai. Kitabu cha Esther, mlango wa 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 8, soma mpaka 17. Unasoma mpaka mlango wa 8, mstari wa 17. Lakini sitasoma kwa sababu ya muda. Mordekai analiingiza kabila zima la Wayahudi wakiwa ugenini kwenye hatari ya kufa. Kisa tu mtu anaitwa Amani alipopewa kuwa mtawala, the second from chief in command, akataka watu wote wamsujudu. Mordekai akakumbuka kwamba usiabudu Mungu, akasema nikimsujudu huyu mtu nimehamisha ibada yangu kumpelekea huyu mtu. Akasema no, mimi siwezi. Jamaa likipita wengine wanasujudu, yeye yupo amesimama wima. Watu wakamwambia, oya bosi, kuna Myahudi huku hataki kusujudu. Akasema yuko wapi? Akaenda kutengeneza zengwe kwa mfalme. Na maana aliposikia ndani mwake kwamba sheria imepitishwa ya kuua Wayahudi wote kwa sababu yake, akasema no, ninajua Mungu alipitisha Esther kwa wakati kama huu tupate ukombozi na kuheshimika. Tumezauriza kutosha. Sikiliza. Daniel pale mwishoni kwenye mlango wa 6, mfalme atangaza mbiu kwamba watu wote waabudu Mungu wa Daniel. The same applied. Mordekai alipoongea na Esther, wakafunga siku 3. Aliingia mbele za mfalme, kile kitanzi cha kumuondoa Mordekai kilimuondoa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai alilinda ibada yake. Hakukubali kumuuzia mtu ibada yake na Mungu. Na Mungu alimheshimisha. Sikiliza. Hakuna mtu aliyepambania ibada na Mungu, Mungu akamheshimisha. Utakuwa kwanza wewe labda. Nasema hivi, hakuna mtu aliyesacrifice kupoteza mali ili atunze ibada, Mungu akamheshimisha. Hakuna mtu aliyesacrifice cheo akaweka cheo chake rehani ili aokoe ibada na Mungu, Mungu akamheshimisha. Hakuna. Nasema hivi, hakuna mtu ambaye alitunza ibada yake na Mungu akaweka rehani ndoa yake, Mungu akamheshimisha. Labda kama utakuwa kwanza kuandika historia. Na kwa kisha hii madhabahu siku ya leo haitakuwa kwako. Mordekai aligoma. Kile kitanzi cha kumuondoa Mordekai
nilifunikwa. Kipindi waingia kwenye maombi, Roho Mtakatifu akaenda kwa mfalme, akamkumbusha, akasema fungueni kitabu. Kuna habari gani mpya? Akasema kuna mtu alileta taarifa nzuri kwa habari yako. Kufanyiwa kitu. Akasema ni Mordekai, akasema nimteni hapa nipate kumstahilisha. Jesus Christ. Repashanda. Rakonda rabashanda. Siku 3 walifunga. Ukiona mambo hayaendi kazini kwako, wanakuletea sheria ambayo inaenda Mungu wa kwako, ramushanda rabasaka, usikubali. Wanakuambia umefika wakati nabii twende saa kule Bagamoyo. Oya, usiende Bagamoyo. Wanakuambia utafukuzwa kazi. Sema niko nafukuzwa kazi. Kuna binti mahali hapa, kazi ni kwa kulikuwa na mizengo kwa habari ya ajira. Watu wanapewa kazi, yeye alikuwa ni chiana, mimi simtaki. Lakini wanakata Mondays za watu. Na wale watu ambao Mondays zao zinakatwa, walimwambia Mungu, nimefanya kazi Mondays 200, nitapata shilingi 200,000. 20,000 fungu la 10. Wewe umeshikia na bosi wako, mmekata Mondays 5. Anapata 1,500,000. Anaenda mbele za Mungu, ni kweli shilingi 20,000, lakini nakupa hizi 15,000. 15,000 bosi wako amechukua. Watategemea mtiko. Wewe si HR. Mmekata Mondays za watu. Jackson alikuwa na Mungu wake kwamba Mungu, nimefanya siku 20, kuna 1,400,000 yako Mungu wangu. Alafu ghafla anapata 3,500 zingine maiba.